Mwanaume mmoja alijenga banka chini ya nyumba yake ili kujiokoa dhidi ya bomu la nyuklia. Mara tu yeye na mke wake walipoingia ndani, nyumba yao ya juu ilionekana kutoweka kabisa. Mume huyo ambaye alikuwa mwanasayansi alifunga mlango wa banka haraka na kuweka saa ya miaka 35. Aliwaeleza kwamba mionozi ya nyuklia ingetoweka kabisa baada ya miaka 35 ndipo iwe salama kurudi juu duniani. Kusikia hivyo, mke wake aliingiwa na hofu akijua huenda wangetumia maisha yao yote chini ya ardhi. Lakini habari njema ni kwamba mwanaume huyo alikuwa ameandaa kila kitu alichohitaji kwa miaka yote hiyo. Alikuwa ameweka chakula, vifaa mbalimbali, hata sehemu ndogo kama supermarket pamoja na televisheni kubwa ya inchi 28. Kadri muda ulivyopita, walipata mtoto wa kiume mwenye afya njema aliyeitwa Adam. Mama alimlea kwa upendo mkubwa huku baba yake akimfundisha kupigana ngumi. Ingawa hawakuwa na mwanga wa jua hata kidogo, familia hiyo iliweza kuishi maisha ya kawaida kwa muda mrefu sana. Miaka ilivyopita, Adam akawa mwanaume wa miaka 35 huku wazazi wake wakizeeka na kupata nywele nyeupe. Usiku mmoja walianza kusikia sauti kubwa toka juu ya ardhi. Wazazi wake walikimbia kwenda kuangalia na kugundua kwamba miaka 35 ilikuwa imekwisha. Mlango wa banka ulifunguka na maisha yao ya kifungini yakafikia mwisho. Mama yake Adam alishangilia sana kwa sababu alikuwa amechosheka na maisha ya chini ya ardhi. Lakini baba yake alikuwa bado na hofu kuhusu dunia ya nje. Ili kuhakikisha usalama, alivaa suti maalum ya kujikinga na mionozi, kisha akapanda juu kwanza peke yake. Alipofika juu, alikuta kila kitu kimeharibika. Nyumba yao ya kifahari ilikuwa katikati ya eneo chafu na lilojaa watu wa ajabu. Watu wasiokuwa na makazi walikuwa wakichakura taka kutafuta chakula, huku wengine wakionekana kama wamechanganyikiwa. Mwanaume mmoja mlevi hata alimfananisha na Mungu. Baba yake Adam akaamini kwamba mionozi ya nyuklia ilikuwa imewabadilisha wanadamu. Alirudi banka haraka akiwa na hofu na kuwaambia familia yake kwamba dunia ya nje ilikuwa imeharibika vibaya. Hakutaka Adam asikie mambo aliyoyaona, hivyo alimfunika masikio. Lakini mke wake alikataa kuendelea kuishi chini ya ardhi kwa sababu alitaka mwanaye aone anga, bahari, milima na dunia halisi. Katikati ya mabadilishano hayo, baba yake Adam alipata mshtuko wa moyo. Siku iliyofuata waligundua kwamba chakula kilikuwa kimeisha na hawakuwa na chaguo lingine zaidi ya kutoka nje kutafuta mahitaji. Adam alijitolea kwenda. Mara ya kwanza kabisa kuona anga la bluu, alishangaa sana kiasi cha kwamba watu walimwangalia kwa mashangao. Alipoingia supermarket, aligundua kwamba pesa za zamani walizokuwa nazo hazikuwa na thamani tena. Akiwa hajui afanye nini, aliona duka lililokuwa likinunua baseball cards. Bahati nzuri, alikuwa na boksi kamili la kadi hizo. Kile ambacho hakujua ni kwamba baada ya miaka 30, kadi hizo zilikuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 1. Lakini mmiliki wa duka alikuwa mchoyo na alitaka kununua boksi lote kwa dola 500. Adam ambaye alikuwa mjinga kuhusu thamani yake, alifurahia ofa hiyo. Hata hivyo, mfanyakazi mmoja wa kike aliona jinsi Adam alivyokuwa akidanganywa na akaamua kusema ukweli. Mmiliki wa duka alikasirika sana na akamfukuza kazi hapo hapo.